Matarajio ya mazungumzo yanayotarajiwa kati ya Marekani pamoja na Iran pamoja na kuondolewa kwa vikwazo. Lakini hata kabla ya mazungumzo hayo kuanza, Rais wa Marekani Donald Trump ameweka vikwazo kwa Iran huku akitarajia kufanya mazungumzo hayo ya nyuklia. Marekani imeiwekewa vikwazo Iran siku chache tu baada ya Rais Trump kutangaza watafanya mazungumzo na Iran kuhusu mpango wake wa kinyuklia. Hatua hiyo inaonekana kulenga kuishinikiza Iran kuelekea mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Jumamosi huko Oman. Hapo jana, Bwana Trump alirejelea vitisho vyake kuwa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi upo iwapo Iran haitokomesha mpango wake wa nyuklia, na kuongeza Israel itakuwa na mchango mkubwa kuhusiana na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alithibitisha kuwa mkutano huo utafanyika Oman Aprili 12 mwaka huu, lakini hautakuwa na wa moja kwa moja na Marekani. Kupunguza uwezo wa Iran katika uzalishaji wa silaha za kinyuklia kumekuwa ni lengo kuu la sera za kigeni za Marekani na washirika wake kwa miongo kadhaa. Katika mwaka 2015, Rais Barack Obama alifanikiwa makubaliano na Iran ambayo ilikubali kupunguza shughuli zake za kinyuklia na kuruhusu wakaguzi wa kimataifa ili kuhakikisha vifaa vinavyotumika kwa madhumuni ya kiraia pekee na sio kwa ajili ya uzalishaji wa silaha. Hata hivyo, mwaka 2016 Donald Trump alijiondoa kutoka katika makubaliano hayo, akielezea kushinikiza kurekebisha makubaliano hayo. Katika miaka iliyofuata, Iran ilikiuka masharti ya makubaliano hayo, na shirika la kimataifa la nishati la atomiki IAEA limeonya kuwa Iran imejilimbikizia hifadhi kubwa za urani za kutajirika ambayo inaweza kutumika kutengeneza mabomu ya kinyuklia. Israel kwa upande wake inaona kuwa kuzuia Iran kupata silaha za kinyuklia ni jambo muhimu sana kwa usalama wake wa muda mrefu. Inaripotiwa kwamba imekuwa ikifikiria kushambulia vituo vya uzalishaji wa Iran katika miezi ya hivi karibuni. Mwaka uliopita, Israel ilisema kuwa ilishambulia tovuti ya kinyuklia ya Iran kwa kulipiza kisasi kwa shambulizi la makombora kutoka Iran dhidi ya Israel. Makubaliano haya yanaashiria safari ndefu na ngumu katika juhudi za kimataifa za kudhibiti silaha za kinyuklia za Iran. Kila upande unalenga kuonyesha msimamo wake, huku mamilioni ya watu wakiwa wameshika punzi wakisubiri kuona kama tahadhari za kisiasa na kidiplomasia zitafanikiwa au kama mlango wa vita utalipuka. Marekani imeiwekea vikwazo serikali ya Iran tangu mwaka 1979 wakati ubalozi wa Marekani mjini Teheran ulipotekwa na maafisa kushikiliwa mateka. Marekani ilianza kuweka vikwazo kwa mpango wa nyuklia wa Iran mwaka 1992. Sasa imeweka vikwazo vingi zaidi dhidi ya Iran kuliko nchi nyingine yoyote. Marekani imepiga marufuku makampuni yake kufanya biashara na Iran. Lakini pia Marekani inahakikisha baadhi ya mataifa hasa ya Ulaya yasifanye biashara na Iran. Hii ilikuwa ni mpango wa kuidhoofisha Iran kiuchumi na kuendelea na utengenezaji wake wa makombora ya nyuklia. Hata hivyo, uchumi wa Iran unategemea mafuta, na hivyo ni India pamoja na China ndizo ambazo zinahakikisha biashara ya mafuta ya Iran pamoja na gesi inafanikiwa kwa asilimia kubwa. Iran imeamua kuingia katika ubia na mataifa hayo ambayo pia baadhi yao yamekuwa na vikwazo vya Marekani, pia ni pamoja na Urusi. Mtazamaji wa The World News, kuna mengi ambayo yanajiri wakati huu, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.